Sababisha haya watu wetu kubambikiwa kesi, kutekwa, kuumizwa, mwenyekiti wetu kwa mwaka mzima kuwa ndani, ni hofu ya Samia na serikali yake ambayo sio halali, kwa sababu wazungu wanasema the guilty are afraid. Wenye hatia wana hofu. Wana hofu kwa sababu hawajapewa mamlaka na wananchi, wamejiweka wenyewe kwa nguvu ya dola. Wana hofu kwa sababu wanajua hawakubaliki. Wana hofu kwa sababu wanajua wanaiba mali za nchi. Wana hofu kwa sababu wanajua wanafanyia watu mambo maovu. Wanaonea watu, wanateka, wanaua. Kwa hiyo wanajua kwamba watu wengine wakiingia madarakani labda wanaweza kushughulika na haya mambo. Kwa hiyo wanatumia nguvu zote walizonazo kujaribu kubaki madarakani na kujaribu kusilence kila anayeweza kusema na kujaribu kutarget. Mimi kabla sijawa makamu mwenyekiti sijawahi kuwa target. Nimefika hapa nimekuwa target. Jana mmeona hata picha zinasambazwa kwamba mke wangu amekamatwa huko Ghana. Mambo mbalimbali yanazungumzwa kwa sababu I'm a target now. Ni jinsi gani wanaweza kuchafua credibility yangu? Ni jinsi gani wanaweza kuniweka ndani? Ni jinsi gani wanaweza kunidhuru? Naelewa dereva wangu recently ameuawa katika mazingira ambayo ni utata kabisa. Mazingira yote yanaonesha ameuawa. It's a message. Ni ujumbe kwangu kwamba we are one step away from you. And here we are. Kwa sababu hatuwezi kuogopa mtu, sio Mungu. Hakuna Mungu hapa duniani. Tumeletwa na Mungu kwa makusudi maalum. Kwa hiyo hatutaogopa mtu. Kwa hiyo mimi nafikiri ni hofu, ambayo ni hofu kwa sababu ya matendo wanayowafanyia Watanzania. Na kwa kawaida kwa matukio kama haya Adolf Hitler aliua watu zaidi ya milioni 6 kwa sababu alikuwa na hofu, na kila unapoumiza watu unakuwa na hofu zaidi. Kila unapofanya jambo baya unakuwa na hofu zaidi. Ndio maana siku moja nilisema speed is useless when you are lost. Speed haina maana kama umepotea njia. Wewe unaenda Shinyanga, gari lako linaelekea Mwanza mjini, na wewe unaongeza mwendo, unazidi kupotea tu. Kwa kwenye mtu mwenye akili unapunguza mwendo, unageuza, unaenda njia sahihi. Samia Suluhu Hassan na serikali yake wamepotea njia. Sasa badala ya kugeuka waende njia sahihi, anaongeza mwendo. Na kila unapofanya jambo baya linazidi kukuongezea hofu. Unazidi kuumiza watu. Juzi tu hapa umeachia watu kwa maelfu uliokuwa umewabambikia kesi za ugaidi. Tarehe 29. Leo miezi 7 mbele baadaye unakamata tena watu wengine unawekea kesi ya ugaidi. Na Watanzania hawatanyamaza. Unakamata wanafunzi wa vyuo vikuu unawanyamazisha ili wanyamaze. Hawatanyamaza. Historia ya dunia imetuambia tena na tena na tena. Kadri unavyofanya mambo mabaya unakomaza watu zaidi. Unawafundisha watu kuwa sugu zaidi. Hata baba ambaye ni mkali sana nyumbani kwake ndio watoto wake huwa wanapata mimba. Fuatilieni tu. Mababa ambao ni wakali zaidi ndio wake zao wanatembea nje ya ndoa. Lakini ukikuta mtu ambaye ni mpole tu, anaongoza vizuri, anatoa tafsiri nzuri, anaelekeza, familia yake inakuwa imenyoka. Angalia familia ambazo zina wavuta bangi, zina watu ambao wameshindikana, ni ambazo wanakuambia babake huyo alikuwa mkali huyo. Ukali hausaidii chochote. Sisi wote tuko milioni 65. Samia hawezi kuamua eti rara unarara, amka unaamka, tembea unatembea. Haiwezekani. Hii nchi sio yake, ni nchi yetu sote. Na tuko hapa, tuna katiba, tunatakiwa tufuate hizo taratibu. Ingawa jana Nchimbi amesema hii katiba inamwezesha kuwa mtu mbaya na ndio inamwezesha kuwa hivyo. Amesema Nchimbi jana kwamba hii katiba inamwezesha rais kuwa dikteta. Na ni kweli ni dikteta kwa sababu anatumia hii katiba kwenye udikteta. Daniel, wanasheria wako busy, ni it's true. Na wao wanataka wa stretch ili tuwe na shughuli nyingi. Tutoke kwenye pointi zetu, tutoke kwenye katiba mpya. Sasa tuande kuhangaika na nini? Na ugaidi. Tusidai katiba mpya, tujikute 2030 na 20 imeshafika hakuna katiba mpya.
warudie kuiba uchaguzi, waweke vibaraka wengine watakaolinda uchafu wao, kwa sababu wanajua kwenye mazingira ambayo kuna katiba hakuna mtu atachagua CCM. Hata nyie mnajua hakuna anayeweza kuwapa kura, hakuna mtu anaweza kuwachagua. Namna pekee ya kubaki madarakani ni kustretch chama ambacho kinafanya hizi kazi, kwa sababu vyama vingine vyote ni vikaragosi wao, viko mfukoni. Hakuna vyama vya siasa kwenye nchi ukitoa Chadema. Kwa hiyo ni nini? Ishambulie Chadema, ishambulie Chadema, shambulie viongozi wa Chadema, tisha watu, harasi watu, warudi nyuma. Katika mazingira hayo tunaomba, ndio maana tumesema tutaandikia Amnesty International, tutaandikia Human Rights wa UN Commission, tutaandikia kila mtu, na sio kwamba tunaandika lini ili na kujibu na yule ambaye tumesha draft barua zitakuwa mtaani kuanzia jana. Tuna chama ambacho ni very active, tuna system ambayo inafanya kazi vizuri sana kwenye chama chetu. Kwa barua nyingi zimeisha kuwa drafted, kuanzia Jumatatu zitakuwa kwenye ofisi zinazohusika. Kwa tunaomba TLS kupitia section 4, wanajua kazi ya TLS ni kulinda watu wanaoonewa hivi. Legal and Human Rights Center watusaidie, Human Rights Defenders, watu wote, mashirika ya kimataifa wasaidie kutuongezea nguvu, kutusaidia fedha za kuongezea mawakili, ili mawakili hao wafanye kazi. Watanzania ambao kwa kweli wametuchangia. Leo nimeambiwa tukiwa hapa tulikuwa na milioni 218, haijawahi kutokea. Milioni 218 kwa shilingi 1000, 2000. Kuna mtu amechanga shilingi 100, shilingi 200, milioni 218. Ukizigawa hata kwa shilingi 1000 unazungumzia maelfu ya watu. Ukigawa kwa shilingi 500 unazungumzia maelfu ya watu. Tumefikisha milioni 218. Ina maana kila siku iendao kwa Mungu, Watanzania wanatuchangia zaidi ya milioni 15,500,000. Kwa hiyo tunawaomba waendelee kuongeza nguvu, kwa sababu tuko overstretched sasa. Tulikuwa tunachangia baraza kuu, limeingizwa na hili jingine. Mawakili watahitaji kusafiri ili kuja kushughulikia. Kwa hiyo Masianene, tutashirikiana na watu wengine wote kuhakikisha tunawapigania hama bwana, kwa sababu ukiwaacha bila kuwapigania unawakatisha tamaa, na wao watasema unaona sasa wamewaacheni, wataiambia familia zao unaona hawa watu watakata tamaa, na sisi hatutakubali watu wetu wakate tamaa. Anania, kuhusu kuandika barua, tunaandika barua hizi na tunafanya hivyo ili dunia ijue, sio kafu tuna FIFA. Tutaandikia mashirika yote ya kimataifa kwamba kuna wanachama wetu 51 kwa mujibu wa serikali ya Samia wameshtakiwa kwa kesi za ugaidi. UN tusaidie kufanya validity yake na nini, na watu wajue, kwa sababu hili jambo likibaki humu kimya kimya linatuumiza sisi. Na mtu anayesema sisi tunachafua nchi kimataifa ni mjinga kabisa. Wanaochafua nchi kimataifa ni hao wanaofanya haya matukio. Tunaelewana vizuri? Wewe dada, ukiwa na mume wako ndani akachukua panga anataka kukukata humo ndani, eti useme nikitoka nje hapo kulia jirani wanisaidie, ni aibu, utakuwa mwenda wazimu, atakuua. Tunaelewana vizuri? Kwa hiyo ukikimbia nje kwa majirani hapo kupiga kelele, umetumia akili. Na ndicho tunachofanya si Chadema. Majirani tusaidie, wanatuua humo. Ndio maana tutasema UN, tutasema Uingereza, tutasema kila commonwealth, tutawaambia everybody, tutamwambia Umoja wa Ulaya, ni Marekani, everybody atajua kinachoendelea huko. You won't kill us inside here silently. We won't die silently. Tutakufa na kelele. Sawa. Kwa tutaandika hizo barua bwana Anania. Saada anauliza dalili. Huhitaji hata mimi I know. Nilisema tukiwa Tabora kwamba nafuatiliwa. Na tulipiga picha za magari ya serikali yananifuatilia. Tangu tukiwa Njombe, nilisema kwenye mkutano hadhara, iko kwenye public domain. Ukiona watu wanatengeneza video ya uongo kwamba mke wa Heche amekamata, mke wangu mimi hata Ghana tajui ipo.
yuko hapo nyumbani na watoto wangu, sio? Maana yake ni nini? Ni kwamba niko targeted. Lakini nataka niwaambie Watanzania watakubali. Watanzania wanatulinda na Mungu anatulinda. Kwa dalili ziko zote sasa. Mimi nilikamatwa, nikakaa siku 21. Kwanza kwa mujibu wa sheria, mtusaidie kuambia Watanzania. Mtu akikamatwa akapelekwa mahabusu, anatakiwa kukaa mahabusu ya polisi masaa 24 peke yake, au ameshafikishwa mahakamani. Kama muda wa masaa 24 ukivuka, polisi in charge, kama ni mkuu wa kituo, anapaswa kwenda mahakamani akaomba kibali cha mahakama kwamba tunaendelea kukaa na huyu mtu kwa siku nyingine 2, tunamhoji hatujamaliza. Mimi nimekaa siku 21. Nimekaa Mtumba siku 14, nikahamishiwa Mburahati siku 7. Bila maelezo yoyote, kinyume cha utaratibu wa sheria. Mwenyekiti wetu wa Geita, Neema Chozaire, amekamatwa, amekaa kituo cha polisi zaidi ya siku 20, amepigwa vibaya, hawezi hata kutembea vizuri. Ameenda mahakamani, wamemwachia, wamemfungulia kesi kwamba alikuwa anapanga conspiracy ya kufanya nini? Kuua askari. Amepewa dhamana, ametoka. Jana wanamtafuta ili wampe kesi ya ugaidi. Wameenda nyumbani kwake kusachi, mtu ambao wamemwachia wenyewe, na wapo wengine. Dada mmoja anaitwa Pendo Kireo na wenzake wako kituo cha polisi cha Ng'ombe, viongozi wa Chadema, kwa zaidi ya siku 20. Kuna kijana anaitwa Alfred Masanja na mwingine anaitwa Maarifa. Alfred Masanja ni katibu wa Chadema Shinyanga, ni katibu wa Bavicha Shinyanga. Amekamatwa sasa ni zaidi ya siku 20. Jana walienda naye mahakamani, wakafika wakasomea wengine mashtaka, yeye wakarudi naye. Kwa nini tunayasema haya? Unaweza ukaja kushangaa wanakuambia hawakuwa naye, kwa sababu unapoondoka na mtu kituo cha polisi, kuna sehemu ana saini kwamba ameondoka. Umeenda naye mahakamani, alafu hujamsomea shtaka na umerudi naye. Hapa katikati unaweza kusema huyu mtu sisi tulimwachia. Kwa hiyo tunajua wako naye. Kuna Maarifa yuko zaidi ya siku 20 na yeye yuko ndani. Kwa hiyo tunaelewa, sio mimi tu, viongozi wote karibia wa Chadema ni target. Mwenyekiti wa mkoa huyu amekaa ndani, hao wakina Zakaria ni watu ambao kila mtu ambaye unamuona hapa kwa sababu tu ya kuwa Chadema ni target. Sio mimi tu, kuanzia mwenyekiti wetu mpaka kila mwanachama. Tunu Herman anauliza kuhusu kuchelewesha kesi. This is a political motivated case. Nia yao ni kuchelewesha kesi, kwa sababu hamna kesi. Kesi ya Lissu sio kesi, inapaswa imeisha. Mpaka sasa kesi imesikilizwa. Kwa mfano, walikata rufaa, imeenda mahakama ya rufani. Mahakama ya rufani iko kimya. Wote tunajua mahakama ya rufani inavyofanya kazi. Lissu anazuiliwa kuonana na mawakili. Mmesikia juzi tulikuwa na kesi pale, watu wengine wanaruhusiwa, yeye anapewa treatment tofauti. Kwa hiyo yuko pale kwamba tukukomoe mpaka upige magoti. Ndio maana kuna vibaraka wanasema twende kwenye kitu kinaitwa maridhiano ili Lissu aachiwe. Kwa hiyo Lissu amekamatwa kama blackmail, yani anatumika kutulazimisha sisi tufanye mambo ambayo sio sahihi, kwamba wanakukamata alafu wanakuambia njoo tupigie magoti ili tukuachie, na sisi tumekataa. Watamwachia kama walivyomkamata, na watamwachia tu, hakuna sehemu watampeleka, na chochote kikimtokea kibaya tulishasema haitakubalika. Kama alivyoingia mzima, wanachadema na Watanzania wanataka atoke akiwa mzima hivyo hivyo. Hatutapiga magoti, hatutapiga magoti.
they are dealing with wrong people. Hilo lieleweke. Kwa nia yao ya kuchelewesha kesi ni kuonesha, na inatupa kiu zaidi ya kupigania katiba mpya. Tuwe na mahakama ambazo haziko controlled. Tuwe na DPP ambaye haielekezwi na wanasiasa. Tuwe na polisi ambao ni professional, ambao hawezi kuja kukamata mtu mwema na kumpa kesi ya ugaidi. Mmemwona juzi yule afisa wa magereza anahojiwa pale, ni aibu tupu. Aibu tupu. Anasema hivi. Tunahitaji mahakama ambazo majaji wanatokana na merits, uwezo. Content of your brain, sio who you know, is what you know, ndio kitakuweka kwenye nafasi. Mastori Mo.